أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين، فصلوات عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ama bado tunaendelea na mafunzo ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na leo tunazungumza mambo yaliyokuwa mubaha katika mwezi wa Ramadhan. Mambo yaliyokuwa mubaha manake ni mambo ambayo yanaruhusiwa, ni mambo ambayo ni halali, yanaweza yakafanywa katika mwezi huo wa Ramadhan mchana. Jambo la mwanzo lilokuwa mubaha ni kupiga chuku, yani kutoa damu kidogo. Na tushazungumza hili katika makala zilizopita kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amepiga chuku wa huwa swaimun, na kwamba yeye pia amefunga. Lakini kuna hadithi nyingine ambayo inasema aftara alhajim walmahjum, amefungua anaipiga chuku na anaipigwa. Hii ni hadithi ya Abu Daud, hadithi ya 2369, na hii ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa swaimun, amepiga chuku Mtume hali ya kwamba amefunga, ni hadithi ya Sahih Bukhari 1939. Kutokana na hadithi hii ya mwanzo na ya pili, wako maulama ambao wanaona kwamba mtu anaweza akatoa damu kidogo mchana wa mwezi wa Ramadhani. Na kutoa damu mchana wa mwezi wa Ramadhani kunaruhusiwa kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tutaona huko mbele ni kwamba lilokuwa bora ni kwamba atowe usiku. Lakini ikilazimika hali ya kutoa mchana damu na damu yenyewe kidogo, basi itakuwa mubaha, itaruhusiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kama atatoa damu nyingi, je, kama mfano ametoa damu ya kumchangia mtu, tumeshasema kwamba kutoa damu nyingi itabidi ale mchana wa mwezi wa Ramadhani, alafu baadaye aje alipe, atakuwa amejiweka katika nafasi nzuri zaidi ya kiafya. Lakini je, hukumu yake ya kutoa damu, hukumu yake ya kutoa damu iliyokuwa nyingi, maulama wako ambao wameona kwamba mtu anafungua moja kwa moja, na wako ambao wameona kwamba haifunguzi kutoa damu. Lakini hoja yenye nguvu ni kwamba kutoa damu ikiwa nyingi basi ni jambo ambalo linafunguza. Na Masruq na Ibn Sirin na Atai wao ndo wameona kwamba kutoa damu kunafunguza, kwa sababu ya kuitumia hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo amesema ftatara hajim wal mahjum. Na wako waloruhusu nao ni Imam Malik, Imam Shafi, Sufyan Thauri, na hii ni kauli ya maulama walio wengi, na ni kauli iliyokuwa sahihi zaidi kwamba kutoa damu kidogo mchana wa mwezi wa Ramadhani ni jambo ambalo linaruhusiwa. Na kauli hii inapata nguvu kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kutoa usiku damu tumesema ni jambo lilokuwa lizuri zaidi. Ama kupata ajali, kwa mfano ikatoka damu kidogo, kajikwaruza kidogo, au damu ya maabara, au damu ya kupima blood group, au damu yoyote tu ya checking, hii haina tatizo. Anaweza katoa damu ya malaria, anaweza katoa damu ya kupima blood group, anaweza katoa damu kwa ajili ya checking, haina tatizo. Kama amepata ajali alafu amejichuna kidogo au damu kidogo imetoka, basi ataendelea na somo yake. Je, amepata ajali na damu nyingi imetoka, basi hapa itabidi afungue, kwa sababu kuendelea na kupoteza damu nyingi pamoja na kufungua kunaweza kukamletea athari za kiafya. Tulisema kwamba mtu yoyote yule ambaye atakuwa amefunga na ile funga ikamletea madhara makubwa katika mambo yake ya kiafya, basi huyo atakuwa amepata dhambi, kwa sababu kinachotakiwa katika Uislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuja mtu kumtia katika tabu, wala yuridu bikumul usra, hatutaki nyie tuwatie katika tabu, tuwatie katika uzito. Kwa hivyo somu ukiona kwamba inakupa tabu kwa ajili ya kutoka damu iliyokuwa nyingi, basi bora ufungue. Ama kutoka damu moja kwa moja hakufunguzi, lakini aliyotoka damu nyingi anashauriwa afungue. Vile vile kuoga mchana wa mwezi wa Ramadhani, hususan wakati huu wa joto kali, au kukaa katika air condition, kiyoyozi, au mtu akaona saa 4 joto limekuwa kali akakoga, saa 6 akakoga, jioni akakoga. Hili ni jambo ambalo halifunguzi, na ni jambo ambalo ni mubaha kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, na limethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile.
amehadithia Abu Bakar katika hadithi ya Imam Abu Daud, hadithi ya 2365, laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimemwona mtume kwa macho yangu, bil araji yusibu ala ra'sihi alma, akiwa hapo pahala anajitia maji katika kichwa chake, wa huwa swaimun, na hali amefunga, min al-atashi au min al-ju', huenda alikuwa anajitia maji min al-atashi kwa sababu ya kiu kali, au harri, au huenda kutokana na joto kali, mtume sallallahu alaihi wasallam alijitia maji. Kwa hivyo mtu asiache saumu ikampata mpaka ikamuumiza kwa sababu ya joto, akae kwenye kivuli, koge, anaweza vile vile akaingia katika AC, air condition, ili mradi kwamba saumu isimuumize. Na linakuja suala sasa, je, kuogolea mchana wa mwezi wa Ramadhani? Kuogolea kuna mambo mawili, kuna kuogolea katika maji na kuzamia. Ama kuogelea bila ya kuzamia, ikiwa hatokunywa maji, ni jambo ambalo linaruhusiwa, ni jambo la mubaha, anaweza mtu akaogolea mchana katika mwezi wa Ramadhani. Je, ikiwa atapiga mbizi na atazamia? Kwa hivyo tunasema kwamba kwanza, kuogolea bila ya kumeza maji hakufunguzi. Ama kupiga mbizi, kuogelea ukazama, kuna masharti. Sharti la kwanza, asimeze maji. Ikiwa kuogolea kwake lazima atameza maji, basi amekwenda Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, na hii ni kauli ya jamhur, kwamba huyo mtu amefungua. Na hii ni hoja iliyokuwa na nguvu zaidi, kwa sababu yeye amezamia na anajua kuzamia kutamsababishia yeye anywe maji, na amefanya hivi kwa maksudi, kwa hivyo funga yake itakuwa haipo. Isipokuwa Imam Ahmad yeye kasema kwamba mtu akiwa amezamia na amepiga mbizi, basi hajafungua kwa sababu hajakusudia kunywa maji. Jambo la tatu ni kupaka dawa ya macho. Dawa ya macho, kwa sababu macho kwa kawaida hayendi moja kwa moja katika koo, katika roho. Kwa hivyo dawa ya macho iliyokuwa ya maji, dawa ya macho iliyokuwa ya malhamu, yote maulamaa wengi wamesema kwamba haifunguzi. Na hii ni hoja ya Imam Shafi, Imam Hanafi, Imam Atai, Imam Auza'i, na ni hoja ya jamhuri la ulama kwamba mtu yoyote ambaye anatia dawa ya maji katika macho au dawa ya malham katika macho, hii haifunguzi. Na hii inatokana na hadithi au athari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam an Anas ibn Malik annahu kana yaktahilu wa huwa swaimun, kwamba Anas ibn Malik alikuwa yeye anajitia dawa za maji za macho hali ya kwamba amefunga. Anatumia dawa ya kuhuli, na kuhuli ni dawa hii inatiwa machoni na hali kwamba amefunga. Sasa kinyume chake dawa ya puani na masikioni. Dawa ya puani na masikioni itaruhusiwa mchana mwezi wa Ramadhan ikiwa ni dawa ya malham, ikiwa ni dawa ya kugandaganda itaruhusiwa. Lakini ikiwa dawa ya maji inaingizwa puani na masikioni, hukumu ya maulama walio wengi ni kwamba mtu huyu atakuwa amefungua moja kwa moja. Kwa hivyo ikiwa dawa inatiwa puani na itafika kooni, itafunguza kwa kauli ya jamhur. Na sababu ni kwamba sikio hasa na pua ni sehemu ambayo moja kwa moja inaungana na koo. Kwa hivyo haya, akitia dawa katika pua yake ikenda moja kwa moja mpaka kooni, itakuwa amefungua, na akatia dawa katika masikio yake ikenda kooni moja kwa moja, itakuwa amefungua. Kumeza vumbi kwa mfano, au vumbi la unga kwa mfano anapika yeye au vumbi la barabarani. Kuna baadhi ya nchi, hasa nchi zetu hizi, barabara zina vumbi, nyingine zinatengenezwa, amepita barabarani, vumbi limemuingia mpaka ameona sasa kwamba vumbi sasa limeingia mpaka katika koo. Hii haifunguzi, kwa sababu si lengo lake yeye kwenda kutafuta vumbi, wala si lengo lake yeye kwenda labda unga umuingie. Na vile vile nzi atakayemeza mtu kwa ghafla moja, kaingia nzi akaingia moja kwa moja, itasamehewa. Au mbu au mdudu mwingine mdogo yote yule ambaye anaingia katika koo anamezwa moja kwa moja, basi imesamehewa. Je, mate ni kitu cha mwilini, kwa hivyo hakifunguzi. Isipokuwa, je, mate yakiwa mengi sana, je, watu wengine na mate mengi ambaye anaweza kuyameza ameze tu, hamna tatizo.
isipokuwa Imam Shafi yeye anaona kwamba mtu kama ana mate mengi ayateme, na kama anashindwa kuyatema yale mate akaja mpaka mdomoni halafu akayameza, Imam Shafi yeye anaona kwamba mtu huyo atakuwa amefungua. Lakini Usaimin katika Sharh al-Mumti nasema kuwa mafua na mate hata viwe vingi vipi havifunguzi, na hii ndo kauli ambayo ina nguvu zaidi kwamba mate na mafua hayafunguzi akiyameza mtu. Jambo la 4 ambalo ni mubaha katika mchana wa mwezi wa Ramadhan, kumbusu mtu mkewe mchana wa mwezi wa Ramadhan. Mama Aisha radhiallahu anha amesema katika hadithi muttafaq uliokuwa katika hadithi ya Sahih al-Bukhari 1927 kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yuqabbil wa yubashiru wa huwa swaimu, anatubusu mtume alikuwa anatukumbatia na hali ya kwamba yeye amefunga. Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma akasema kwamba suala la kumkumbatia mke na kumbusu mke ni suala ambalo ni karaha, pamoja na kwamba limeruhusiwa, kwa sababu linaweza likamsababishia mtu kupanda matamanio yake. Na mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweza kudhibiti matamanio yake, alikuwa si mtu wa kawaida kama mtu mwingine ambaye kama tulivyo sisi. Kwa hivyo mtu ajiepushe na kumbusu mkewe mchana na kumkumbatia mkewe mchana, labda iwe kuna sababu za lazima kabisa. Na kama ziko sababu za lazima, labda alitoka safari siku nyingi sana ndo anakuja pale na yeye anasaumu na hawezi kusubiri usiku, inabidi amkumbatie angalau kidogo mkewe, ambusu angalau kidogo, basi ajitahidi asiende zaidi ya hapo, kwa sababu akimbusu sana tena akikaa akimkumbatia sana, akitokwa na madhi atakuwa bado hajafungua, lakini anaingia katika hasara. Akitokwa na manii moja kwa moja kwa kumbusu mke au kumkumbatia, basi funga yake itakuwa batili, kwa sababu atakuwa amejitoa manii kwa makusudi. Kwa hivyo suala la kumbusu mke mchana katika mwezi wa Ramadhani, ingawa linakuwa ni mubaha, ni suala ambalo tutaona vile vile ni suala ambalo litakuwa ni karaha. Tutakapoangalia mambo ya karaha, basi tutaona suala hilo pia limekatazwa na maulama walio wengi. Jambo la 5 ni kuonja chakula kidogo. Kuonja chakula kidogo kunaruhusiwa, ataonja chumvi na sukari. Wakati nimerekodi ile makala ya kwanza nimepata maoni kutoka kwa msikilizaji wetu mmoja ambaye alisema yeye ikiwa mtu ana sukari, je, sababu wale watu wenye sukari akionja kidogo, yani akionja sukari kidogo tu, basi ile sukari yake mwilini inapanda wakati ule ule. Nini hichi? Hii ni kwamba anapoonja ile sukari, kuna wadudu maalum, enzymes maalum ambao wanahamasika na ile sukari ndo inapanda, sio kama ndo amekula. Kwa hivyo kuonja sukari bado kunaruhusiwa, isipokuwa tunawashauri watu wenye maradhi ya sukari wasifunge. Na huu ni ushauri ambao ni mgumu kidogo, na watu wengi wanapata tabu kwa nani, manake mtu kuambiwa asifunge anaona tabu kweli kweli, atakuwa ndo kobe kala mchana na nini. Lakini ikiwa hawezi kufunga na sukari, bora ale. Wagonjwa wengi wa sukari wanakufa pale wakati wa kufutari pale, kwa sababu pale ndo wanapokula sukari na sukari inapanda mpaka inafikia hatua mbaya. Kwa nini basi uingie katika masuala kama hayo? Ukiwa unaumwa we na maradhi ya sukari, basi fungua. Hili litakuwa ni jambo bora zaidi. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mwenyezi Mungu anataka kwenu nyinyi wepesi, wala hataki kwenu uzito. Kwa hivyo kuonja chakula bado itakuwa ni jambo liloruhusiwa, onje kidogo. Alafu kwa ulimi, manake achukue kile kitu anaonja, anaona ladha yake, anatema mate pale pale, anasukutua, itakuwa imeruhusiwa. Na vyakula ambavyo vinatakiwa vionjwe, vyakula ambavyo vina ladha ya asili, kwa mfano papai, kwa mfano labda ana embe, kwa mfano nanasi, au tikiti, hivi havitakiwi vionjwe. Lakini vyakula vilopikwa vinaweza vikaonjwa, na maulama walio wengi wameruhusu swala hilo. Jambo la 6 ambalo ni jambo ambalo ni la mubaha ni kujipaka manukato na kujichua kwa dawa za kujichua au kuchuliwa.
kama mtu ameumia, anakwenda zake anatakiwa achuliwe, basi kwa hivyo atachuliwa na atatia dawa za kuchua na somo yake imo kama kawaida. Lakini tahadhari hapa ni uchuaji wa kawaida, sio ule wa masaji ambao wanaume wanachuliwa na wanawake. Sasa hii itakuwa imeingia sasa tena shubha ya wanawake na wanaume kuchanganyika pale na matamanio ya nafsi na jambo. Alimradi mwanamume kumfanyia masaji au kufanyiwa masaji na mwanamke ni jambo la haramu. Ni jambo la haramu kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana, msikaribie fawahisha. Fawahisha ni mambo ambayo yanaweza kumtia mtu katika matamanio, si lazima iwe ni zinaa. Hii kuchuliwa masaji ni fawahisha. Kwa hivyo kuenda kuwachua wanaume, wanawake kuwachua wanaume au mwanamume kumchua mwanamke ni jambo la haramu, kwa sababu ni fawahisha hii, wala halijaruhusiwa na mtu yoyote. Kwa sababu pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la takrabu zina, usikaribie pia zina. Ile kukaa pamoja mwanamke na mwanamume pamoja, halafu tena akavua nguo zake akaguswa katika sehemu zake za siri, basi hile ni jambo ambalo ni haram kwa makubaliano ya maulama wote. Na kuna hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuwa nyingi ambao mwanamke hatakiwi aoneshe sehemu zake kwa mwanamume, aura. Kwa hivyo kuchuliwa kunaingia katika aura, atakuwa mwanamume ameona aura mwanamke au mwanamke ameona aura mwanamume, na hilo ni jambo ambalo ni la haram. Jambo la sita ambalo ni mubaha, itaruhusiwa kujipaka dawa za manukato au mafuta au mafuta ya nywele wakati mwingine, au mafuta ya mwili au mafuta yoyote tu yale aliyokuwa nayo, au kunusa harufu yoyote ile, kwa sababu harufu kwa kawaida haifunguzi. Kinachofunguza na kile ambacho kinakwenda moja kwa moja katika tumbo. Na vile vile anaweza yani matibabu ya kuvuta hewa. Kwa mfano mtu anatiwa pumzi, basi atakuwa bado hajafungua, au mgonjwa wa pumu anatiwa dawa zile za pumu zile za kuvuta, anatiwa katika pua yake, alafu anavuta au zinafika, kwa sababu zile dawa zinakwenda kwenye hazendi katika tumbo, zinakwenda moja kwa moja katika mapafu na si maji hasa. Ama kama atakuwa anatia maji au dawa, basi hiyo itakuwa ni jambo ambalo litakuwa linafunguza. Vile vile dawa yoyote ile itakayotiwa katika mwili kwa sababu ya kupunguza joto, lakini haikuingia moja kwa moja. Kwa mfano kuna dawa maalum ambazo zinatiwa katika sehemu ya siri ya mwanamume au mwanamke kwa ajili ya kupunguza joto, kwa hivyo hizo zinaruhusiwa. Na vile vile inaruhusiwa kuchoma sindano ambazo si za virutubisho, kama ambavyo tulivyosema, kuchoma sindano intramuscular, intravenous, interartery, zote zinaruhusiwa. Hayo ni mambo ambayo yanaruhusiwa mubaha katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tukutane tena basi katika makala nyingine itakayozungumzia mambo yaliyokuwa ni karaha katika mwezi wa Ramadhan. Wabillahi tawfik, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.